والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخوتي المستمعين الكرام حياكم الله. Ndugu zangu wasikilizaji na waangaliaji watukufu katika channel yetu tukufu ya ZVP, naomba leo tunaingia katika kipengele muhimu, nacho shurutu siyam, sharti za kufunga. Funga ni ibada na ni nguzo kama tulivyosema katika darasa zetu tangulizi, na kila ibada ina sharti zake, ina nguzo zake, ina yenye kubatilisha, ina yenye kuchukiza. Kwa hiyo leo tutaanza na sharti za funga. Ailamu ayuha talibu an-nabi, jua ewe ndugu yangu unayetafuta kupata kujua. Wafaqaka Allahu ila sahihi al-ibada, Allah kuwafikishe kufanya ibada yako katika usawa, ufanye ibada zako katika usawa. Wajannabaka masalika ad-dalali wal-ghiwaya, na Allah akuepushe na njia zile za upotevu na njia mbaya. Kwamba funga ina sharti zake, na sharti za funga zimegawanywa kwenye vigawanyo viwili. Kigawanyo cha kwanza, shurutu ujubi, sharti ambazo ni wajibu, na shurutu siha, na sharti ambazo ni za kusihi ile ibada. Yani kuna sharti ambazo ni wujub, zinamuwajibikia mtu, yani funga inamuwajibikia mtu, na kuna sharti funga inasihi kwa huyo mtu. Nini maana yake? Unaweza wewe ukawa ni wajibu kufunga kwako, lakini haiswihi kufunga. Ukawa na sharti ya uwajibu tu, lakini hauna sharti ya kufunga, haiswihi ile funga. Tatoa mfano. Mfano, wewe ni Muislamu, tayari ni wajibu wako kufunga, lakini ni majnun, mwenda wazimu, kwa hiyo huwezi kufunga. Au ukawa ni wajibu wako kufunga, ni Muislamu, lakini ukawa haidh, una hedhi, ni mwanamke ambaye upo katika mzunguruko wako wa mwezi, kwa hiyo huwezi kufunga. Kwa hiyo tutakuwa na sharti za wujub kwamba umewajibikiwa kufunga, na tutakuwa na sharti ambazo imeswihi kufunga. Ama sharti za kwamba ni wajibu wewe ufunge, ya kwanza ni kuwa na akili. Akili ni shartu wujubi. Ya tatu, albulugh, uwe baleghe. Unaweza ukawa na akili lakini bado mdogo, huja baleghe, kwa hiyo haufungi. Na ya tatu, walqudratu ala siyam, uwe na uwezo wa kufunga. Unaweza ukawa kweli una akili, ulikwisha kubaleghe, lakini mgonjwa, una utaratibu wako. Hizi kila kimoja tutakifafanua, ziko tatu. Na ama sharti za kusihi kufunga kwa ujumla wake, na kila kimoja kitapata ufafanuzi wake na sharhi yake. Ya kwanza, al-Islam. Unaweza ukawa kweli una akili, wewe ni baleghe, lakini sio Muislamu, kwa hiyo haufungi, na ukifunga haiswihi. Wat-taharatu min al-janaba. Unaweza ukawa una akili, una uwezo wa kufunga, lakini una janaba. Wat-taharatu min al-haidhi wan-nifas. Na vile vile unaweza ukawa una kila kitu, lakini upo katika siku zako, una hedhi kama ni mwanamke, na vile vile labda una damu ya uzazi ambayo inaitwa nifas. Sasa tuanze sharti ya kwanza ambayo ni akili, min shuruti wujubi siyam. Kunako zile sharti za kwamba funga ni wajibu kwa kila mtu mwenye sharti hiyo. Ya kwanza kabisa ni al-aqlu. Akili, ndugu yangu msikilizaji, mfuatiliaji, mtazamaji, ni sharti kunako sharti za wajibu wa kufunga. Lianna al-aqla, kwa sababu akili ndiyo eneo la kuzungumzwa sheria, yani sheria azungumzwa mwenye akili, biadai al-ma'murat, kwa kuyatekeleza yale yote yenye kuamrishwa na kuacha yale yote yenye kukatazwa.
kinachozungumzwa ni akili. Falmajnunu mathalan, mwenda wazimu mfano, la yajibu alayhi shay'un min alahkami taklifia, haipasi juu yake kufanya chochote kunako hukumu zanazofanya mtu baleghe alafu mwenye akili. Wa kama yaqulu ulama, na kama wanavyosema wanazuoni, idha akhadha Allahu ma wahaba asqata ma aujaba. Idha akhadha Allahu ma wahaba asqata ma aujaba, pindipo Mwenyezi Mungu anapochukua kile alichokitoa kama zawadi, kama hiba, na hapa inakusudiwa akili, ndio aloitoa kwa mja akampa, basi anaiangusha au anakiangusha kile alichokiwajibisha. Yani amekupa akili alafu baadaye ikatolewa akili ukawa waitwa majnun, hiyo ni hiba ameiondoa. Manake kitu kinachompambanua mwanadamu na asiyekuwa mwanadamu ni akili. Wewe na mnyama ngoma draw, kinachompambanua tu kwamba huyu mwanadamu ana thamani na huyu hana ni ile akili tu. Kwa hiyo Allah akiichukua ile, basi tayari ameangusha hukumu kwa yule aliyopokonywa akili. Ndio maana anachokifanya mnyama inaonekana ni hayawani tu, na ndio maana mtu anafika tabia fulani akaitwa huyu hayawani, kwamba anafanya vitu ambavyo kwa akili aliyopewa thamani hiyo hatakiwi kufanya hayo mambo. Kama mtu kutembea na mtu barabarani, kufanya maasi ya hadharani, ni mambo ya kinyama kwa sababu hawakupewa akili. Lakini huyu anayefanya ana akili, huyu anaiponda heshima na kipawa ambacho Mwenyezi Mungu amempa. Kwa hiyo kila anayesikiliza athamini akili yake na aitumikishe katika yale ambayo ni mazuri, na ile akili inamuongoza kwenye hayo. Na bado Allah hakuiacha akili tu kama akili, akaleta mitume, akaleta na vitabu, ili ile akili ipate kufahamu yale maelekezo ya mitume na yale ambayo yamekuja ndani ya vitabu vitakatifu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, rufi'a alqalamu an thalathi au an thalathatin, anil majnuni hatta yafiq, wa anin naimi hatta yastayqidha, wa anis sabiyi hatta yahtalima. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameondoa kalamu kuandika madhambi juu ya watu watatu. Wa kwanza ambaye haandikiwi madhambi ni mwenda wazimu mpaka apate kuzinduka kutoka kwenye wenda wazimu, hata yafika. Lakini mtu wa pili ni aliyelala, haandikiwi chochote. Al-aqlu anadhaka au waqta idhin maslub al-irada, akili imeondolewa, utashi pale hana, yuko under control. Allah Subhanahu wa Ta'ala anamuendesha atakacho pale kitandani, pale haandikiwi lolote analifanya katika wakati huo. Lakini na mtoto mdogo haandikiwi dhambi yoyote mpaka apate kuwa baleghe. Kwa hiyo kijana hata kama na akili mdogo, yeye anachokifanya hakizingatiwi mpaka apate baleghe. Wallahu aalam. Wa haddul junun almusqit litaklif, na kiwango cha ule wenda wazimu unaoangusha ulazima wa kufanya mambo ya ibada ambayo Allah katuwajibisha, alla ya'qila sahibuhu al-ibada min dukhuli waqtiha hatta khuruji, ni vile tu ambavyo mtu anashindwa kuelewa kuingia kwa wakati wa ibada na kutoka kwake. Huyu anaambiwa hana akili na imeanguka kwake kuwajibishwa na sheria. Mfano, mtu umefika asubuhi saa 2 tu au saa 3, anakuambia sasa hivi saa 10, ndiyo akili yake inachomtuma. Huyu tayari ibada kwake imeanguka na wajibu wa kuwajibishwa na sheria haupo tena. Fa in afaqa wa rudda ilayhi aqluhu fi nahari siyami wajaba alayhi al-imsak, kama atazinduka na akili yake karejea mchana wafunga, basi ni wajibu ajizuie. Mfano, asubhi alikuwa hana akili, kufika dhuhuri tu katikati hapa tayari akili imerudi, ni mtu wa kawaida, basi mtu huyu hatakiwi kula, atajizuia na atakuja ailipe siku ile ambayo alikuwa kwanza kabla akili ilikuwa haipo, lakini baadaye akili ikarejea. Wa hakadha jami'ul ayami lati yaqilu fi nahariha, atafanya hivi katika masiku yote ambayo akili ilirejea katika hali ya mchana.
Hii ni kwa sababu tunaizungumzia funga, lakini hata kama ni sala, kama ni hija, kama ibada yoyote ambayo inatekelezwa kwa mwili, kwa sababu hizi ibada zimegawika. Kuna ibadatun maliya na ibadatun badaniya. Mfano sala na funga ni ibadatun badaniya, lakini kuna ibada ambayo ni maliya kama vile hija, ni ibada inahitaji mali, lakini vile vile az-zaka ni ibada lakini inahitaji mali. Na kuna hukumu pia katika hija kwa mtu majnun, limemtokea jambo la uenda wazimu katika hija, hukumu yake nini? Lakini pia mtu ni majnun lakini ana mali, zaka yake inatolewaje? Haya yote yatazungumzwa katika mada zake. Leo tulikuwa tunazungumzia sharti ya kwanza katika sharti za kuwajibika kufunga ambayo ni akili. Insha Allah darasa inayokuja tunakwenda kufafanua sharti ya pili ya kuwajibika kufunga, Allah akituweka hai darasa ya kesho. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.